Naam, ikiwa tunafahamu kwamba klabu ya Simba kwa sasa kocha wao mkuu ni Suleiman Matola, lakini tunafahamu pia kwamba aliyekuwa kocha mkuu ni Dimitar Pantev, ingawaje kutokana na kukosa wasifu wa kuwa pale katika vyeti, basi lilazimika kuwa kocha, kuwa meneja. So kwa wakati huu timu iko chini ya Suleiman Matola na imecheza mechi zake hapa za hivi karibuni dhidi ya Mbeya City. Wamecheza mechi yao nyingine dhidi ya Azam, mmoja wakishinda mmoja wakipoteza, lakini bado imekuwa kama kuna sintofahamu ya kocha mkuu. Wapo ambao wanaamini kwamba Suleiman Matola anastahili kuwa kocha mkuu kwa maana ya kuendelea na timu hiyo, lakini wapo ambao wanaamini anahitajika kocha mwingine kutoka maeneo mengine nje ya Suleiman Matola. Sasa kwa wakati huu taarifa nyingi zimekuwa zikienea tu kwenye maeneo mbalimbali kwa maana ya nani ambaye anastahili kuwa kocha mkuu wa kikosi cha Simba. Sasa kuna taarifa ya kocha ambaye anahusishwa kujiunga na klabu ya Simba, kutakiwa na klabu ya Simba, sio kujiunga, kuhitajika na klabu ya Simba. Na kocha huyu, taarifa hizi zimetokea sehemu mbili. Sehemu ya kwanza kabisa ambayo ni chanzo cha taarifa ni kutoka Kenya. Kenya kuna baadhi ya platform, vyombo vimeripoti hiyo taarifa, lakini taarifa hii pia imetoka Cameroon juu ya kocha huyo. Kocha huyu ni Mark Bryce, ndiye ambaye anahusishwa na klabu ya Simba. Sasa Mark Bryce ni mmoja tu. Naamini kwamba makocha mara nyingi wanavyotimuliwa katika hizi klabu kunakuwa na makocha wengi huwa wanatuma CV zao kwenda katika klabu ambayo imetimua kocha. So kwa upande wa Simba na wenyewe pia inaelezwa wamepokea CV ya Mark Bryce, lakini taarifa zinasema kwamba ndo inaonekana kama ana nafasi kubwa. Wapo wengi, lakini huyu inaonekana kama ana nafasi kubwa. Sasa dhumuni la session hii ni kwenda kumwangalia huyu Mark Bryce ni nani na wasifu wake uko vipi. Lakini je, huyu Mark Bryce ni kocha ambaye anastahili kuingia ndani ya kikosi cha Simba na mazingira ya aina hiyo? Kwa hiyo licha kwamba bado mchakato upo kwenye sehemu hiyo ya hatua kubwa, lakini tumwangalie Mark Bryce ni kocha wa aina gani. Bwana, Mark Bryce ni kocha mwenye umri wa miaka 63. Huyu wa Afrika wengi, nikisema Tanzania peke yake inawezekana ikawa haitoshi, wa Afrika wengi wamemfahamu Mark Bryce kupitia Cameroon, kwa maana ya timu ya taifa ya Cameroon. Timu ya taifa ya Cameroon ndo sehemu ya kwanza kwa Mark Bryce kufundisha ndani ya bara la Afrika. Ni kocha ambaye amefundisha mataifa mengi ikiwemo huko Arabuni, amefundisha pia Ubelgiji na maeneo mengine mbalimbali. Lakini kwa Afrika Mark Bryce aliingia kupitia Cameroon, kwa maana ya timu ya taifa ya Cameroon. Sasa Mark Bryce ni kocha ambaye ndani yake kuna vitu vingi sana ambavyo tunaweza tukaviangalia licha ya yote ambayo tunayozungumza hapa. Lakini ni kocha ambaye wakati anaingia ndani ya Cameroon kulikuwa kuna sintofahamu kubwa, kwa maana ya kwenda kuifundisha timu ya taifa. Ilionekana shirikisho la soka la Cameroon, Fecofoot, dhidi ya ambalo liko chini ya Samuel Eto'o Fils, halikumridhia huyu kocha. Yani walikuwa hawajaridhika na ujio wa huyu kocha. Lakini inaelezwa kwamba kocha huyu aliletwa na waziri mwenye dhamana ya michezo, ndiye ambaye alimleta kocha huyo. Yani kimazingira Tanzania, let's say waziri wa dhamana ya michezo sasa hivi ni Paramagamba Kabudi, yeye ndo alete kocha kwenye timu, alafu TFF wamkatae, yani Wallace Karia aseme hapana, huyu sisi hatumtambui. Kwa hiyo mazingira kama hayo ndicho ambacho kimetokea kwa Cameroon. Samuel Eto'o Fils alimkataa, lakini waziri wa michezo ndo kamleta. So baada ya kuingia ndani ya Cameroon kukaa kuna sintofahamu nyingi, kwa maana ya migogoro ilikuwa ikiendelea juu ya kocha huyu na shirikisho hilo. Lakini mivutano hiyo ilikuwa trending story of course Afrika. Waafrika wengi wanafahamu hiyo. Watanzania wengi ambao wanafuatilia kandanda vizuri la Afrika watakuwa wanafahamu hiyo. Kulikuwa kuna sintofahamu nyingi zinatokea kati ya kocha huyo na shirikisho la soka au Samuel Eto'o, likiongozwa na Samuel Eto'o. Sasa kocha huyu ni kocha ambaye baadaye ilitoka taarifa kwamba ametimuliwa kazi ndani ya Cameroon, kwa maana kukinoi hiyo kikosi. Lakini kazi hiyo ilitimuliwa vipi? Ikiwa ni wiki 3 kuelekea katika finali za AFCON ndo alitimuliwa kazi. Lakini
sababu ni zipi zilizomfanya atimuliwe. Sababu zimeelezwa kwamba kuna sababu nyingi kama 4-5 hivi. Miongoni mwa sababu hiyo ni kutokuwa na mahusiano mazuri na shirikisho la soka ambalo lilishamkataa tangu awali. Hilo la kwanza. La pili, kutowasilisha ripoti kwa wakati, yani ripoti ya timu inahitaji kitu gani, mazingira yake yako vipi na vitu vya namna hiyo kiufundi, ili iweze kumsaidia, alikuwa awasilishe kwa wakati. Jambo jingine ambalo ni la tatu, inaelezwa kwamba alikuwa ana mahusiano mazuri na baadhi ya wachezaji kwenye kikosi cha Cameroon. Lakini jambo jingine la 4, inaelezwa kwamba alikuwa anachelewa kuita kikosi, lakini pia kuingia katika kambi za mazoezi, ile training camp. Ilikuwa inamchukua muda mrefu kuingia huko. Lakini jambo jingine inaelezwa wameandika tu tabia mbaya, yani tabia nyingi mbaya. Miongoni mwa hizo tabia ni pamoja na kufanya kazi na maofisa wengine tofauti na wale ambao amepewa na shirikisho. Na shirikisho kuna maofisa ambao wamempa afanye nao kazi, lakini yeye inaonekana kama hawaamini anafanya kazi na watu wake wengine. Sasa ukiangalia behind the scene utaona kwamba Mark Bryce ni kocha ambaye haya yote ambayo yanatokea, kiini cha haya yote ni Samuel Eto'o kuto kumhitaji, ni chama chao cha shirikisho la mpira wa miguu la Cameroon kuto kumhitaji. Ndio maana zimekuja sababu nyingi hapo ndani, kwa sababu of course ni sababu ambazo wamezitoa watu juu ndani wake, lakini kubwa zaidi alikuwa hahitajiki tangu siku ya kwanza. Kwa hiyo ni changamoto ambayo Mark Bryce alikuwa anaipitia ndani ya Cameroon. Lakini pia huyu bwana, licha ya haya ambayo tunayazungumza hapo, kwenye eneo la mafanikio ni kocha wa aina gani? Kwa sababu hizi ni tabia ambazo tunaziweka kando. Tunakuja sasa kumwangalia wasifu wake, mambo yako vipi. Maana tutaangalia hiki ambacho kimetokea kwenye ripoti, lakini tutakuja kuangalia wasifu wake hapa. Ni kocha ambaye anastahili kuingia ndani ya Simba. Wasifu wake ni kocha mzuri, of course ameshafundisha kwenye mataifa mengi huko, lakini ndani ya Cameroon akiwa na kikosi cha timu ya taifa ya Cameroon, yani inamaanisha experience yake ndani ya Afrika, alifanikiwa kuipeleka Cameroon katika finali za Afrika, yani AFCON 2025 inayokwenda kuchezwa Morocco muda sio mrefu kutoka sasa. So aliwezesha timu hiyo kufuzu. Ilikuwa kwenye kundi moja sambamba na Namibia, Kenya kama sikosei na Zimbabwe, lakini akafuzu bila kupoteza mchezo wote. Timu ikawa imekwenda pale na ilienda ikiwa strong. Miongoni mwa timu ambazo zimeperform vizuri katika kampeni hizo ni pamoja nayo. Lakini shock story kutoka kwa Cameroon ni kushindwa kuqualify kwenda katika finali za kombe la dunia, na hapa ndo imewachukiza zaidi wa Cameroon, imemchukiza zaidi Samuel Eto'o. Maana yake timu kwa wakati wake yeye, yani wakati wake yeye akiwa katika madaraka, imeshindwa kwenda kwenye kombe la dunia la mwaka 2026, ikiwa ndio msimu ambao mataifa mengi ya Afrika yameenda, kwa sababu timu nyingi zimeongezeka, lakini pia mataifa ambayo hayakutegemewa yameenda kwa mara ya kwanza kama Cape Verde wameenda kwa mara ya kwanza. Sasa Eto'o kwake yeye ilikuwa ni picha mbaya sana kushindwa kwenda katika finali za kombe la dunia. Kwa hiyo na huyu kocha ananaye mawasiliano mazuri, akaamua kumkata. Maana yake alifeli kwenda katika kutop kundi lake, lakini pia alipopata chance ya pili ya playoff nayo alishindwa pia dhidi ya DR Congo. DR Congo ndo alikuwa bingwa na alifunga Cameroon katika hatua ya nusu finali, akaenda kucheza na Nigeria wakamtoa, na Cameroon na DRC wakawa wameenda kwenye Intercontinental huko sasa. Lakini hapa kwa Samuel Eto'o, yeye ametafsiri hiki ni kitu kibaya sana kwake kwenye wasifu wake wa uongozi au career yake ya uongozi. Kwa hiyo inaonekana pressure ikawa nyingi zaidi kwa huyu kocha, wakamtimua Mark Bryce. Lakini Cameroon yake imetuonesha Cameroon ya ushindani, Cameroon ya kasi, Cameroon ya mipira mirefu pia. Walikuwa wanapiga sana mipira mirefu kwenda katika kulishambulia lango la mpinzani. So kwa wakati huu tunaishia hapa, lakini ni kocha mwenye wasifu wa namna hiyo. Kwa kuzingatia haya yote ambayo tumeyazungumza, wewe una nafasi pia katika comment section ya kuandika, unaona Mark Bryce anafaa kuwa kocha wa Simba au Simba hakuna uhitaji wa kocha? Yani comment yako wewe unaonaje? Labda sawa, Simba inahitaji kocha mwingine lakini sio huyu, au Simba inaendelea kuhitaji tu huyu ambaye yupo sasa hivi kwa maana Suleiman Matola, au Mark Bryce anatosha au hatoshi? Option takriban 4 hizo za kuweka hapo katika comment section.
Mimi ni Gharib Mzinga na hii ni Mzinga Sports. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Na natumia fursa hii kuambia wale wote wenye uhitaji wa spare za bajaji, za pikipiki na guta, sehemu sahihi ni ABY Genuine Spare Parts. Wana spare nyingi za pikipiki, guta na bajaji kwa bei nafuu kabisa. Wanapatikana Kariakoo, mtaa wa Sikukuu na Mafia. Lakini wale wenye uhitaji wa kufanywa huduma ya installation ya AC, kufungiwa AC kwa wakazi wa Vikindu na maeneo ya jirani, basi sehemu sahihi ni K Fabrication. Mimi ni Gharib Mzinga, mpaka wakati mwingine.